kabla ya ujio wa mtume watu walikuwa katika upotevu wa hali ya juu sana, lakini baada ya mtume kuja upotevu ule waliokuwa nao wanadamu ukaondoka, kwa sababu mtume aliwakuta wanadamu wanaishi katika hali ya kuoneana, katika hali ya kubaguana. Kabila fulani linaonekana lina nguvu kushinda kabila lingine, lakini alipokuja mtume akaja kuyaondoa yote haya. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume ameletwa katika ulimwengu kuja kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima. Yani ulimwengu ulipata rahma kwa sababu ya mtume kuja duniani. Kabla ya mtume hajaja kulikuwa hakuna rahma, kulikuwa hakuna huruma katika ulimwengu. Mwenye nguvu alikuwa anaonekana na haki zaidi kuliko yule aliyekuwa mnyonge. Kabila fulani lilikuwa linaonekana lina nguvu kuliko ni kabila fulani. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hatukukutuma Muhammad wewe ndio ukawe ni rahma kwa ulimwengu mzima. Kwa hiyo mtume alikuja kuondosha ubaguzi wa kila aina katika ulimwengu. Dhana ya ubaguzi ni kitendo ambacho Uislamu umekuja kukipinga kupitia Qur'ani na kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio utaona ni dini ambayo imekuja kuwaunganisha watu mahala pamoja, bali haikuja kuwabagua watu kwa makabila yao, kwa rangi yao, kwa vyovyote vile. Ndio maana leo ukienda China, ukienda Marekani, ukienda Uingereza, ukienda nchi yoyote, unaweza kwenda kuingia ukafanya ibada na ukaondoka na mkaelewana. Yaani lugha inayotumika kwenye ibada ni lugha moja. Uislamu umekuja kuwaunganisha watu, sio kuwagawa watu. Uislamu haukuja kuwagawa watu kimakabila, kwamba ukienda kanisa fulani au ukienda msikiti fulani utakuta wanaswali kwa lugha fulani. Uislamu umekuja kuwaunganisha watu, kwamba hata ukienda China Allahu Akbar ni ile ile. Hakuna mtu anayeswalisha kwa lugha nyingine tofauti na hiyo, hapana. Hii inaonyesha kwamba Uislamu umekuja kuwaunganisha watu kupitia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na inawezekana mtu akajiuliza, kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba makabila? Kwa nini Mwenyezi Mungu ameumba mataifa mbalimbali? Je, huu haukuwa ubaguzi? Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza kuumba dunia nzima wote tukawa Waarabu. Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza hivi. Bali Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza akaumba dunia nzima wote tukawa weusi. Mwenyezi Mungu alikuwa anaweza hivi. Lakini kwa nini Mwenyezi Mungu kaumba wale wa China, wale Waarabu, wale wazungu, hawa wa Tanzania, wale ukienda wa Rwanda, wale wa Ethiopia, na kimuonekano ukiwatazama unaona ni tofauti? Sasa haina maana kuwa Mwenyezi Mungu hapa alikuwa anaonyesha ubaguzi kwa kuwaumba watu katika hali tofauti tofauti, bali Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Na aya hii inapatikana katika suratul Hujurat aya 13, na ndiyo aya ambayo leo itaongoza katika darasa yetu ya leo. Mwenyezi Mungu anawaita wanadamu, anawaita watu, anasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Na tamko hili katika aya linaonyesha kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa anaongea na watu wote. Alikuwa anaongea na Waislamu na wasiokuwa Waislamu na wasiokuwa na dini. Alikuwa anaongea na Waarabu, alikuwa anaongea na Waswahili, alikuwa anaongea na Wachina, alikuwa anaongea na Wakorea. Ndio maana akasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Mwenyezi Mungu anapotaka kuongea na waumini peke yake huwa anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Mwenyezi Mungu hapo anazungumza na waumini peke yake. Kwa hiyo tamko hili linaonyesha Mwenyezi Mungu alikuwa anatoa tangazo kwa ulimwengu mzima, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika tumekuumbeni nyinyi kwa maana ya wanawake na wanamume. Min dhakarin wa untha, tumewaumbeni nyinyi kutokana na wanawake na wanamume. Waja'alnakum shu'uban wa qabaila, na tukawajalieni nyinyi
au tumewafanya nyinyi mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali, shuuba wa qabaila, mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Lengo ni nini? Mwenyezi Mungu anasema litaarafu, lengo muweze kufahamiana. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu hapa ameainisha dhana ya kuumbwa wa China, dhana ya kuumbwa wa Marekani, kuumbwa wa Tanzania, wa Kenya. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala anasema litaarafu, lengo muweze kufahamiana, kwamba tuweze kumjua huyu ni Mchina, tuweze kumjua huyu ni Mkorea, tuweze kumjua huyu ni Mtanzania, tuweze kumjua huyu ni Mkenya, pengine Muethiopia, Rwanda. Ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, tuweze kutambuana. Ndio maana akaumba mataifa tofauti tofauti, shuuba wa qabaila, mataifa tofauti tofauti na makabila tofauti tofauti, litaarafu, lengo la Allah subhanahu wa ta'ala muweze kufahamiana. Lakini mbele Mwenyezi Mungu akasema inna akramakum inda Allahi atqakum. Mwenyezi Mungu akaja kupigilia msumali mbele, hakika ya mbora wenu, inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika ya mbora wenu zaidi kati ya hayo mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali, ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu. Allah anasema hivyo, inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora kati ya nyinyi ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu zaidi. Inna Allaha alimun khabir, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na ana habari ya kila kitu ambacho wanadamu wanakifanya. Aya hii ukiitazama kwa makini, Mwenyezi Mungu alikuwa anaonyesha utofauti wa wanadamu, lakini akaja akaelezea ubora wa mwanadamu. Yaani ubora wa mwanadamu unapatikana wapi? Ni pale ambapo mwanadamu atakapokuwa mcha Mungu, ndio ubora wa mwanadamu unapatikana hapo. Ubora wa mwanadamu haupatikani kwa sababu huyu ni Mwarabu. Ubora wa mwanadamu haupatikani kwa sababu huyu ni Mwingereza. Ubora wa mwanadamu haupatikani kwa sababu huyu pengine ni Muhindi. Hapana. Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika ya mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule ambaye aliyekuwa mcha Mungu. Asili ya mwanadamu Mwenyezi Mungu ameielezea kwenye aya hii aliposema inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, tumewaumbeni nyinyi kutokana na mwanamume na mwanamke ambaye ni Hawa na Adamu alayhi salam. Yani wanadamu wote chimbuko letu ni Adamu alayhi salam na mama yetu Hawa. Min dhakarin wa untha, tumeumbwa sisi kutokana na mwanamke mmoja na mwanamume mmoja ambaye ni Adamu na mama yetu Hawa. Awe ni Muhindi, awe ni Mchina, awe ni Mwarabu, awe ni Mtanzania, awe ni mtu wa Afrika ya Kusini, awe ni Malawi, Mwenyezi Mungu anasema ametuumba kutokana na mwanamke mmoja. Sote tumetokana katika watu hao wawili, Adamu na Hawa. Hakuna mwanadamu ambaye atasema hajatokana na Hawa na Adamu. Hapana, sote tumetokana hapo. Kisha Mwenyezi Mungu akasema inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika ya mbora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule aliyekuwa mcha Mungu zaidi. Ikiwa wote tumetokana na Adam, ikiwa wote tumetokana na Hawa, mwanadamu anawezaje kujifakhiri kuwa yeye ni bora kumshinda mwingine? Ikiwa sote asili yetu ni kwa mwanamke mmoja na mwanamume mmoja, vipi mwanadamu anaweza kujifakhiri kwamba mimi ni bora kushinda mtu mwingine, ikiwa wote mmetokana kwa mama yenu mmoja na baba yenu mmoja? Suali mtu anaweza akajiuliza, pengine yule kaumbwa mweupe, huyu kaumbwa mweusi. Maana kuna mtu anaweza akambagua mtu kwa sababu yeye ni mweupe na yule mwingine ni mweusi, au pengine mtu akambagua yeye akajiona mweusi, yule ni mweupe, kwa hiyo akambagua, akajiona yeye ni bora kushinda mwingine. Kwani ubora wa mtu unatokana na weupe wake au weusi wake? Hapana. Na swali unaweza ukajiuliza, je, weupe na weusi umetoka wapi? Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala, namna alivyomuumba mwanadamu amemuumba kwa hikma kubwa sana.
namna alivyomuumba mwanadamu, amemuumba kwa hikma kubwa sana, na hakuna mwanadamu ambaye hajatokana na udongo. Sote tumetokana na udongo. Ulama wanatueleza asili ya kuumbwa mwanadamu ni kwamba unapoona huyu mweupe na unapoona huyu mweusi, huyu maji ya kunde, yani ni namna ya aina ya udongo uliotumika katika kumuumba mwanadamu. Aina ya udongo uliotumika katika kumuumba mwanadamu. Wakati Israeli anatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuchukua udongo wa kwenda kumuumba mwanadamu, hakuchukua sehemu moja. Wanawachuoni wanatuambia hivi, udongo haukuchukuliwa sehemu moja. Udongo ulichukuliwa sehemu tofauti tofauti. Udongo ulichukuliwa wa Tanzania, udongo ulichukuliwa pengine wa Kenya, udongo ulichukuliwa wa India, udongo ulichukua mahala fulani. Udongo haukuwa wa sehemu moja, na uzuri wa udongo huwa haufanani. Ukienda Morogoro leo kuna udongo mwekundu, ukienda kule kwetu Msanga au Zaramoni, maeneo ya Marui, kuna udongo fulani hivi kama una rangi ya maziwa. Kuna mkoa mwingine ukienda kuna udongo mweusi mfinyanzi. Kuna sehemu nyingine ukienda kuna udongo mwekundu kama hivi rangi fulani ya kahawia. Yaani Mwenyezi Mungu namna alivyomuumba mwanadamu, udongo wake umechukua sehemu tofauti tofauti. Na ndio maana unakuta katika kizazi cha wanadamu baadaye wakatokea watu weusi. Wakatokea watu weusi sana, kwa sababu ukienda maeneo ya Sudani ya Kusini, ukienda kuna watu weusi kweli kweli. Yaani mimi unayeniona hapa ni mweusi, lakini kuna watu wamenizidi mara 10 yake, weusi kweli kweli. Ukienda Ulaya utakuta kuna wazungu, lakini ukimtazama weupe wake mzungu, ukitazama na weupe wa Mchina haufanani. Ukitazama weupe wa Mchina na Mkorea haufanani. Ukitazama weupe wa Mhindi na Mwarabu haufanani. Ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu, kama mwanadamu ameumbwa na udongo tofauti tofauti. Ndio maana wakazalikana watu wenye rangi tofauti tofauti, lakini wanadamu wote asili yao ni moja. Kwa hiyo mtu hawezi kubaguliwa kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu wote wametokana na mwanamke mmoja na wote wametokana na mwanamume mmoja. Sheikh Mawinda, karibu sana. Karibu. Kwa hiyo watu wote wametokana na mwanamke mmoja na wametokana na mwanamume mmoja. Kwa hiyo mtu hawezi kubaguliwa kwa sababu ya rangi yake, kwa sababu sote tumeumbwa kutokana na udongo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume anasema ya ayuhan nasu, enyi watu. Mtume anawahubiria watu kama Mwenyezi Mungu alivyosema ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Kwenye hadithi yake Mtume na yeye vile vile ameanza ya ayuhan nasu, enyi watu. Kisha Mtume akasema ala inna rabbakum wahidun, zindukeni enyi watu, hakika ya Mola wenu ni mmoja, Mungu wenu ni mmoja aliyowaumba. Ulama wanasema ala iliyokuja hapa ya tanbihi, kuwazindua watu, zindukeni wanadamu, hakika ya Mungu wenu ni mmoja. Wa inna abaakum wahidun, baba yenu wanadamu ni mmoja. Ala, Mtume akasema tena zindukeni wanadamu, la fadla liarabi, hakuna ubora wa Mwarabu. Mtume anasema hakuna ubora wa Mwarabu ala ajami, na juu ya Mwajemi. Yani mtu asije akajifakhiri akajiona mimi Mwarabu ni mbora kushinda Mwajemi. Mtume hapa alikuwa anatoa mfano kati ya Mwarabu na Mwajemi, kwa sababu kuna utofauti kati ya Mwarabu na Mwajemi. Wakina Salman al-Farisi walikuwa ni watu ambao waliotokea upande wa Uajemi, maeneo ya Persia. Sasa palitokea kitu, yule Salman al-Farisi kuna siku alibaguliwa. Alitokea sahaba mmoja wa Kiquraishi akambagua Salman al-Farisi. Ndio maana Mtume akaja kutoa haya maneno, akaja akawaambia ala zindukeni enyi Waislamu, la fadla liarabiyu
hakuna ubora wa Mwarabu ala ajamiyu juu ya Muajemi, au ajamiyu juu ya Muajemi, hakuna ubora huo. Mfano wake ni sawasawa ukasema hakuna ubora wa Mzaramo juu ya Mnyamwezi. Unaweza ukafanya mfano kama huo. Hakuna ubora wa Mdengeleko juu ya mtu pengine labda Mnyaturu, hakuna ubora huo. Hakuna ubora wa mtu Mmasai juu ya Msukuma, hakuna ubora huo. Mtume anakataa jambo kama hilo. Mtume akasema wala liajamiyu ala arabiyu, na wala hakuna ubora wa Muajemi juu ya Mwarabu. Asitokee mtu ambaye ni Muajemi akajifakhiri akasema mimi ni bora kuliko Mwarabu. Mtume akakataa jambo hilo. Asija akatokea Msukuma akasema siye Kandaziwa tuko wengi tofauti ya nyie huko bwana watu wa pwani, akajifakhiri kwa ukandawaziwa wake. Mtume anakataa. Asija akatokea mtu akasema huyu tumbagueni kwa sababu ni mtu wa Zanzibar. Mtume anasema hakuna ubora huo. Na wala asitoke mtu akasema tumbague kwa sababu huyu ni Mbara. Mtume anakataa jambo hilo, anasema hakuna ubora wa Muajemi juu ya Mwarabu. Kisha Mtume akasema wala li ahmar ala aswad, na wala hakuna ubora wa mweusi ubora wa mtu mwekundu, yani kwa maana ya mtu ambaye rangi yake kama ya kati na kati hivi, sio mweusi na wala sio mweupe, yani ahmar, anakuwa na rangi fulani hivi kama nyekundu. Hakuna ubora huo juu ya mtu mweusi. Mtume hapa na hapo alikuwa anapigilia msumali kwamba asitoke mtu akamdharau mtu mwingine kwa kuwa yeye ni mweupe, basi akamdharau mtu ambaye ni mweusi. Mtume anakataza jambo hilo. Kisha akasema wala li aswada ala ahmar, na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe. Mtume anakataa jambo hilo. Kisha akasema illa bitaqwa, isipokuwa kwa uchamungu. Kwa hiyo ubora wa mtu tunautafuta kwenye uchamungu wake. Hatuutafuti ubora wa mtu kwa sababu ya rangi yake, hatuutafuti ubora wa mtu kwa sababu ya kabila yake. Hapana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amekataza jambo hilo, akasema inna abaakum wahid, baba yenu nyinyi ni mmoja. Baba yetu ni mmoja, Adamu alayhi salam. Hakuna mtu ambaye anaweza akajifakhiri hapa akasema mimi nina baba mwingine tofauti na Adam. Hakuna mtu anaweza akasema hivi. Sasa ikiwa baba yetu ni mmoja, Mtume akasema hakuna anayeweza kujiona bora kumshinda mtu mwingine. Lazima kila Muislamu alitambue hili kwenye akili yake, asije akajifakhiri kwa rangi yake. Na namna Mwenyezi Mungu alivyomuumba mwanadamu, Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'an, laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kwa hakika laqad khalaqna al-insana, ulama wanasema ikija herufi ya qad katika ibara yoyote, katika sentensi yoyote na mbele yake ikaja fi'lu madhi, maana yake tufidu tahqiq. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha msisitizo kwamba laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, kwa hakika tumemuumba mwanadamu katika umbile lilokuwa bora zaidi. Yani mwanadamu unayemuona mkono mmoja ana, huyo ni bora. Unayemuona huyu ni mweusi, huyo ni bora kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Unayemuona mlemavu wa macho ni bora. Yani as long as ni mwanadamu, as long as ni mwanadamu. Mwenyezi Mungu anasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim, tumemuumba mwanadamu katika umbile lilokuwa bora zaidi. Ukitafuta kiumbe ambaye ameumbwa kwenye ubora wa hali ya juu, hakuna kiumbe aliyeumbwa kwenye ubora wa hali ya juu kumshinda mwanadamu. Tausi rangi zake anavutia, anang'aa ukimuona, lakini juu ya uzuri wake tausi hakuumbwa kwa uzuri huo kumshinda mwanadamu. Mwanadamu hata awe na sura mbaya, bado mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yule ni bora. Na ubora wa mwanadamu, namna alivyoumbwa mwanadamu, ubora wake na thamani yake, hakuna kiumbe anaifikia thamani ama ubora wa mwanadamu. Hakuna kiumbe aliyeumbwa kwa ubora na thamani ya kumshinda mwanadamu. Hakupi. Lakini Julaibibi sura yake haikuwa nzuri. Sura yake haikuwa nzuri, radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwende radhi.
Julaibib siku moja akawa anataka kwenda kuoa. Mtume alimuuliza, ya Julaibib, ala tatazawaj, Julaibib wewe hutaki kuoa? Anamuuliza, hutaki kuoa? Julaibib anamjibu Mtume, anamwambia, ya Rasulullah, man yuzawijini fil Madina, ni nani ataniozesha hapa katika mji wa Madina kwa hali yangu unavyoniona? Kwanza alikuwa fukara, pili alikuwa ni mfupi, tatu sura yake haikuwa nzuri. Ni nani unadhani hapa katika mji wa Madina ataniozesha mimi? Julaibib alikuwa anabaguliwa na watu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, njoo, nenda katika nyumba fulani, pale kuna binti mzuri, peleka taarifa, waambie Mtume kanituma nilete posa hapa, na wakikuuliza posa ya nani, waambie mimi nimekuja kumuoa binti aliyekuwa katika nyumba hii. Julaibib akamwambia Mtume, itawezekana hiyo? Mtume akamwambia, nenda. Julaibib akaenda mpaka kwenye ile nyumba. Alipofika pale, wakamkaribisha kwa bashasha. Baada ya kumkaribisha kwa bashasha, Julaibib akauliza, haya, kitu gani kimekuleta? Julaibib akawaambia, Mtume ameniagiza nilete posa hapa nyumbani kwenu ya binti yenu. Wale watu wakafurahi kwelikweli, wakaona, binti yetu anaolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haya, nani anataka kumuoa? Julaibib akawaambia, Mtume ameniambia nilete posa, mimi ndo nimuoe binti yenu. Wale wenye binti, masahaba wale, yule mke na mume wote nyuso zao zikasawijika, kila mmoja uso ukawa mwekundu. Akaanza kumuuliza, we Julaibib, wa kuoa katika nyumba yetu? We kwa hali yako ya ufukara unavyojiona, we unaweza ukaoa katika nyumba yetu? Sasa wakati wanamwambia hivyo, yule binti alikuwa yupo chumbani anasikia wakati Julaibib anazodolewa. Kilichokuja kutokea, yule binti akaja sebuleni akamwambia, baba, ikiwa jambo hilo kalileta Mtume kwamba mimi niolewe na Julaibib, basi mimi niko radhi kuolewa na Julaibib. Ikiwa Mtume kasema hivyo, mimi niolewe na Julaibib, basi mimi niko radhi kuolewa na Julaibib. Ikiwa jambo kalihukumu Allah na kalihukumu Mtume, basi Muislamu hana khiari juu ya jambo hilo. Kwa hiyo mimi niko radhi kuolewa na Julaibib. Wale wazazi waliposikia hivyo, wakamuozesha yule binti kwa Julaibib. Julaibib akamuoa mwanamke mzuri katika mji wa Madina, ambaye masahaba wengi walikuwa wanamtaka lakini walimkosa. Lakini akaja akaolewa na sahaba ambaye aliyekuwa ni fukara, sahaba aliyekuwa ambaye ni mfupi, sura yake haikuwa nzuri, lakini akaja akaoa mwanamke aliyekuwa mzuri. Kwa sababu gani? Yule binti alizingatia maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo Julaibib alibaguliwa kwa hali yake, kwa maumbile yake aliyokuwa nayo, lakini Mtume anakataza kumbagua mtu kwa maumbile yake, kwa hali yake ya ufukara aliyokuwa nayo. Asibaguliwe mtu kwa hali yake hiyo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba hakuna ubora wa mwanadamu mmoja kwenda kwa mwanadamu mwingine illa bitaqwa, isipokuwa kwa uchamungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wako baadhi ya watu wanawabagua wanadamu wenzao kwa makabila. Kuna baadhi ya watu wanawabagua wanadamu wenzao kwa rangi, kwamba mimi najiona pengine ni Mwarabu, huyu ni Mswahili. Tena inafikia kiwango, kuna baadhi ya watu hata ukiswali nao, imamu akisema sau, basi kuna baadhi ya watu ukimsogezea mguu anasogeza ule mguu wake. Kuna msikiti mmoja nilishawahi kuswali mimi, kuna mtu mmoja nilikuwa naswali na pembeni hapa, kila nikisogeza mguu yule bwana anasogeza mguu wake. Nikawa najiuliza, huyu bwana vipi? Alikuwa mtu ambaye ana rangi nyeupe. Kumbe kuna baadhi ya watu wana ubaguzi mpaka kwenye sala, kiasi ambacho ukimsogezea mguu, akishajua wewe mtu mweusi tu, hataki kuunganisha mguu baina yako wewe na yeye. Sasa Mtume anakataza, hakuna ubora wa mtu mweupe juu ya mtu mweusi, na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe illa bitaqwa. Ubora wa mtu unapimwa kwenye uchamungu wake aliyokuwa nao. Sasa leo duniani ukitazama, utakuta kuna swala la ubaguzi limeingia. Kwa mfano, ukiangalia katika nchi ya Afrika ya Kusini, kuna kitu kinaitwa xenophobia. Xenophobia ni aina ya ubaguzi ambao watu wanabaguliwa kwa utaifa au uzawa. Kuna kitu kinaitwa uzawa.
ubaguzi wa kitaifa, kimaeneo, kikanda. Yani pengine wa Tanzania wanakuwa hawatakiwi South Africa, pengine wa Nigeria wanakuwa hawatakiwi South Africa, pengine wa Mozambiki, watu wa Ghana. Tumeshuhudia hivyo, na baadhi ya mataifa mengine wanafanya iko kitu kinaitwa xenophobia, yani ni kuwafukuza watu katika taifa lenu kwamba hamtaki kuchanganyika na watu wa mataifa mengine. Kitendo hiki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama amekikataza. Kitendo hiki Uislamu umekikataza. Duniani kuliwahi kutokea matukio mengi sana ya ubaguzi. Ukisoma katika historia, kuna matukio ya ubaguzi yaliwahi kutokea 1948 mpaka 1994 katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kulikuwa na kitu kinaitwa apartheid. Kulikuwa na ubaguzi baina ya watu weupe na watu weusi wa Afrika ya Kusini. Kulikuwa na ubaguzi wa watu weupe na watu weusi, na watu weupe walikuwa wakigewa haki zaidi kulikoni watu weusi Afrika ya Kusini. Kuanzia 1948 mpaka mwaka 94 Afrika ya Kusini inapata uhuru, ndio yanakuja kukomeshwa hayo mambo ya ubaguzi wa watu weupe. Wakati 2000 nakumbuka na 2009 mimi nakwenda kusoma Afrika ya Kusini, yani ubaguzi niliukuta. Yani bado kuna maeneo ambayo mpaka leo Afrika ya Kusini kuna baadhi ya watu weusi hawakai katika yale maeneo. Kwa mfano, ukienda maeneo ya East London, Afrika ya Kusini kuna maeneo wanapata East London. Ukienda kule East London, asilimia kubwa wanakaa watu weupe, na kama mtu mweusi akienda kukaa, basi kwa vyovyote atakutana na ubaguzi wa rangi. Kwa vyovyote atakutana nao ubaguzi wa rangi ukienda maeneo ya East London na baadhi ya maeneo mengine ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo niliyakuta hayo mambo, lakini sasa imekwenda mbali zaidi. Wale wa Afrika ya Kusini wenyewe, wale watu weusi wa Afrika ya Kusini, badala ya wao walikuwa wakilalamika wanabaguliwa na watu weupe, sasa hivi na wao wanawabagua wenzao, watu weusi wenzao, kwamba watu wakitoka mataifa mengine hawaruhusiwi kuja Afrika ya Kusini. Hii inaitwa xenophobia. Hata mimi niliikuta kule. Kuna baadhi ya nyakati wale watu huwa wanaamua kucharuka tu kwamba hatutaki watu wa mataifa mengine katika nchi yetu, wanaamua kuwafukuza. Hiki kitu nimekikuta South Africa kipo. Sasa moja ya kitu ambacho Mandela alikwenda nacho katika nchi ya Afrika ya Kusini baada ya kupata uhuru 1994, ukisoma kwenye kile kitabu cha The Long Walk to Freedom ambacho Mandela amekiandika, moja ya kitu ambacho alikiandika Mandela ni kwamba tuna kila sababu ya kuunganisha umoja wetu bila ya kumbagua mtu kwa rangi yake, bila ya kumbagua mtu kwa kabila lake, bila ya kumbagua mtu kwa utaifa wake. Hiyo ni moja ya slogan ambayo Mandela aliingia nayo alipokuwa anakwenda kuiongoza Afrika ya Kusini. Na ndio maana unaona kilipatikana kitu kinaitwa apartheid. Yalipatikana maridhiano ya kitaifa baina ya watu weusi na makaburu. Iliundwa kamati maalum ya maridhiano ikiongozwa na mtu mmoja alikuwa akiitwa Desmond Tutu. Kule Afrika ya Kusini ana heshima kubwa sana, ndio aliendesha ile kamati ya maridhiano baina ya makaburu na watu weusi wa Afrika ya Kusini, na mwisho wa siku wakaridhiana, wakawa wanaishi mahala pamoja wa Afrika ya Kusini. Sasa baadaye ile dhambi ikawa inaendelea, watu weusi sasa wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao. Sasa Uislamu unakataza kile kitu, kubaguana kwa mataifa ama kiukanda, kwamba bwana, hapa watu wa aina fulani hawaruhusiwi kuja hapa katika taifa letu. Uislamu unakataza jambo kama lile. Sasa kinachowakosi kwa mfano Afrika ya Kusini ni kwa sababu ya dini. Dini imekuwa, ile imani ya dini imekuwa ni ndogo sana. Imani ya dini South Africa imekuwa ni ndogo sana. Yaani 100% ya wakazi wa Afrika ya Kusini 98% ni watu ambao wa dini nyingine. Yaani 2% tu ndio Waislamu katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo watu wengi sana wamekosa ile imani ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua, mtu akimuelewa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hawezi kumbagua mtu kwa rangi yake wala ukabila wala ukanda wala kwa nchi, hawezi kumbagua.
kwa sababu anaelewa Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum inda Allahi atqakum, hawezi kumbagua mtu. Kwa hiyo kinachowakosa Afrika ya Kusini ni ile imani ya dini wamekuwa hawana. Ndio maana unakuta wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao, kwamba wewe unatoka Tanzania hatukutaki, wewe unatoka Ghana hatukutaki, wewe Nigeria hatukutaki, wewe wapi hatukutaki. Ile ni ukosefu wa imani ya dini. Kwa hiyo Uislamu unapinga kitu kama kile. Ukisoma katika historia, Marekani kulikuwa na ubaguzi vile vile baina ya watu weupe na watu weusi, wenyewe walikuwa wanaita Jim Crow laws. Ukisoma katika historia utakuta kitu kama hiko. Watu weusi walikuwa wanabaguliwa katika taifa la Marekani. Yaani ukisoma katika historia, watu kama wakina Martin Luther King walianzisha harakati mbalimbali za kukomboa uhuru wa watu weusi katika taifa la Marekani. Watu wakina Martin Luther King ni wanaharakati ambao walikuja katika taifa la Marekani kuja kutafuta uhuru wa watu weusi, na wanaharakati wengine wengi walikuja, na harakati nyingi ziliendeshwa katika taifa la Marekani. Lakini miaka hiyo kulikuwa na ubaguzi wa rangi kiasi ambacho mtu mweusi ilikuwa hairuhusiwi kukaa mtaa mmoja na mtu mweupe, ilikuwa hairuhusiwi. Kuna baadhi ya maeneo ambapo watu weusi ndio walikuwa wanakaa, lakini kuna maeneo huruhusiwi. Na kuna baadhi ya nchi mpaka leo ukienda Ulaya kuna mitaa ambayo watu weusi hawaruhusiwi kukaa. Upo ubaguzi, sio kwa kiwango kikubwa kama mwanzo, lakini mpaka leo kuna baadhi ya nchi ubaguzi upo. Bali kuna baadhi ya maeneo tunaweza kuona kama Italy, kama Ujerumani, kuna watu wanafanyiwa ubaguzi wa rangi, tunaita racism. Hii ni aina ya ubaguzi wa rangi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ikataza kwamba hakuna ubora wa mtu mweupe juu ya mtu mweusi, na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe. Mtume akakataza ila bitaqwa. Lakini utakuta kuna baadhi ya nyakati mchezaji mpira anarushiwa gandarandizi. Tumeshuhudia wakina Vinicius, nyinyi mnamjua Vinicius nyinyi. Yeye anacheka, anamjua Vinicius. Watu kama kina Vinicius tumeshuhudia wakifanyiwa ubaguzi wa rangi. Wakina Samuel Eto'o tumeona wakifanyiwa ubaguzi wa rangi. Tumeona wakina mchezaji gani wa Barcelona sasa hivi yule? Nani? Lamine Yamal. Huyo mnamjua Lakini ingekuwa swala la mathematics hapa kila mmoja angeanza kukimbia. Lamine Yamal. Kwa hiyo yule naye tumeona ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa racism, ubaguzi wa rangi ambao unaendelea katika nchi za Ulaya. Sasa kitu kile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekikataza kwamba asibaguliwe mtu kwa rangi yake, kwa kuwa huyu ni mweusi abaguliwe, au kwa kuwa huyu ni mweupe abaguliwe. La, ni kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekikataza. Nchi kama Rwanda 1994, Rwanda genocide, mauaji ya kimbari ya Rwanda, tumeshuhudia mauaji ya kimbari ya Rwanda. Ni ubaguzi wa kikabila baina ya Wahutu na Watusi. Wahutu na Watusi walibaguana wao kwa wao. Rwanda 1994, Rwanda genocide. Ukisoma katika historia utakuta more than 1 million people killed. Zaidi ya watu milioni 1 waliuawa 1994, Rwanda genocide. Kwa nini? Ulikuwa ni ubaguzi wa kikabila. Huyu Mhutu, huyu Mtusi, wakauana wenyewe kwa wenyewe. Na sababu ilikuwa ni ndogo tu. Inaonekana watu fulani wanapewa bora zaidi kuliko ni watu wengine. Watu wakaanza kupublish baadhi kwenye vyombo vya habari. Unajua watu fulani wanapendelewa, watu fulani hivi, watu fulani hivi. Mwisho wa siku moja kuna Mhutu mmoja akasimama kwenye media akawaita Watusi cockroach. Akawaita kuwa mende. Alafu akatangaza kuanzia leo akionekana Mtusi yoyote barabarani kata kichwa. Na Watusi nao wakatangaza akionekana Mhutu yoyote barabarani kata kichwa. Watu wakaanza kubaguana kwa ukabila. Ilitokea Rwanda 1994, Rwanda genocide hiyo. Na kilichosababisha ilikuwa kitu kidogo tu. Watu walikaa wakatengeneza chuki kupitia vyombo vya habari, na ile chuki ikaenea. Kama unavyoona sasa hivi hapa Tanzania, Sheikh Mawinda, kuna vyombo vya habari vinatumika wakati mwingine kuchochea baadhi ya mambo. Na ile jambo inatakiwa serikali iwe makini sana. Yaani kuna media huwa zinaanzishwa kimkakati kwa ajili ya kuchochea baadhi ya mambo fulani fulani. Kuna podcast zinaanzishwa, lengo ni kuchochea baadhi ya habari fulani fulani. Utakuta kuna podcast moja Sheikh Mawinda inaanzishwa
kisha wanaalikwa viongozi fulani fulani wastaafu wale waliopita serikalini, kisha wakishaalikwa kwenye ile podcast anawekwa pale, kisha anaanza kuulizwa maswali. Yale maswali yanakuwa ni ya kimkakati, yale maswali yanakuwa ni maswali ya uchokozi ya kimkakati, bali imefikia kiwango wale viongozi na wenyewe pia wanakuwa wanatumika kuchochea baadhi ya mambo. Wale viongozi wale wanakuwa wanatumika kuchochea baadhi ya mambo, inafikia kiwango mpaka wakati mwingine wanatoa siri za nchi. Unajua, ukishakuwa kiongozi wa serikali unaapa kulinda siri ya serikali. Kwa hiyo hata ukiitwa kwenye media kuna baadhi ya vitu huwezi kuviongea, lakini kuna podcast zinaanzishwa, kisha wanaitwa wale viongozi, wanaanza kuulizwa baadhi ya maswali fulani ya kimkakati, kisha ule kiongozi anaanza kutoa siri za serikali. Tulifanya hivi, ilikuwa hivi, ilikaa hivi. Kumbe lengo ni kuchochea baadhi ya mambo fulani. Kwa hiyo umakini mkubwa sana unahitajika kwenye hizi media, kwa sababu Rwanda ilisababishwa na media. Alienda mtusi mmoja akakaa kwenye media akawaita kule wale wengine wa Wahutu kwamba cockroach. Mwisho wa siku akaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe wakauana. Kwa hiyo umakini unahitajika sana kwenye uchochezi, hasa kwenye upande wa media. Kwa hiyo ilitokea Rwanda 1994, Rwanda genocide. Lakini Ujerumani vile vile, ukiangalia historia ya Holocaust ile ya Hitler, anaua Mayahudi. Wakati Hitler anawaua Wayahudi, ilikuwa ni katika moja ya mauaji mabaya sana. Holocaust ukisoma katika historia ni katika moja ya mauaji yaliyowahi kutokea duniani mabaya sana. Kwa hiyo ukisoma kwenye historia kuna matukio mengi. India ilishawahi kukabiliwa na migogoro ya ubaguzi vile vile. Mpaka leo India kuna baadhi ya maeneo kuna ubaguzi huko unaendelea. Kwa hiyo kuna maeneo mengi duniani ilishawahi kutokea ubaguzi na watu wakauana sana. Kwa hiyo Uislamu umekuja kupinga kitu kinaitwa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kikanda, ubaguzi wa kikabila. Uislamu umekuja kupinga. Sasa usistaajabu leo mtu akaanza kumbagua mtu kwa sababu huyu katoka Zanzibar. Mtu akamba huyu bwana Mzanzibari tumbague. Uislamu haufundishi kitu kama hiko. Inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala ni kufahamiana. Huyu kaumbwa Mzanzibari, huyu kaumbwa Mtanganyika, yule kaumbwa Makonde, yule kaumbwa mtu wa Mozambiki. Litaarafu ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini asibaguliwe mtu kwa sababu katoka mahala fulani. Uislamu unakataza. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kulikuwa na masahaba wengi waliotoka katika mataifa mengine. Kwa mfano, kulikuwa na sahaba alikuwa akiitwa Salman al-Farisi. Alitoka upande wa Uajemi, ambapo leo tunasema ni Irani, ambayo ilikuwa ni katika dola ya Persian Empire. Salman al-Farisi alitokea kule, alikuwa ni katika moja masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tena Mtume aliwahi kumtolea mfano siku moja ya kwamba itafika mahala nguvu ya Uislamu itatokea upande huu, akimwelekeza kidole Salman al-Farisi ambaye alikuwa ni Muajemi. Salman al-Farisi, Mtume alimwelekeza kwamba itafika mahala nguvu ya Uislamu huko tunapokwenda itatoka upande huu. Mtume akimwelekezea kidole Salman al-Farisi. Salman al-Farisi hakuwa Mwarabu, lakini hakubaguliwa eti kwa sababu ni Muajemi. Mtume hakumbagua Salman al-Farisi, wala masahaba hawakumbagua Salman al-Farisi, bali ukisoma kwenye historia kuna sahaba mwingine alikuwa akiitwa Bilal ibn Rabah. Alikuwa ni mtu mweusi. Bilal ibn Rabah alikuwa ni mtu mweusi, lakini Mtume hakumbagua kwa sababu ya weusi wake, kwa sababu Mtume ameletwa ulimwenguni kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima bila ya kubagua. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mtume tumekutuma wewe katika ulimwengu mzima uende kuwa rahma, ulimwengu mzima uwe ni huruma, kwa sababu watu walikuwa wamepotea. Sasa watu weusi walikuwa wakichukuliwa kama ni watumwa, walikuwa wakipelekwa katika baadhi ya nchi, wakienda Marekani, wakienda katika baadhi ya maeneo mengine. Leo watu wamepindua historia tu, wanaelezwa kwamba Waarabu ndio wameanzisha historia ya utumwa, which is not true. Yani ni vile tu watu wanaamua kutengeneza propaganda kuwachafua baadhi ya watu wa aina fulani, kwa sababu tu wanajua kwamba dini ya Uislamu imetokea wapi. Kwa hiyo wakati fulani wanaamua kuwachafua tu watu. Lakini ukisoma kuna watu walikuja huku kuanza utumwa kabla ya Waarabu hawajaja huku Afrika Mashariki ya Kati huku.
walikuja watu kuanzisha utumwa kabla ya Waarabu hawajaja huko. Kwani kina Vasco da Gama ndio walianza kuja kabla ya Waarabu? Kina Vasco da Gama ndio walianza kuchukua watu kupeleka utumwani kabla ya Waarabu? Kwa nini leo ionekane kuwa walianzisha utumwa walikuwa ni Waarabu? Tafsiri yake ni kwamba wakati fulani ukitaka kumuua paka mpe jina baya. Kwa hiyo wanaeleza duniani kwamba biashara ya utumwa imeletwa na Waarabu, lakini kina Vasco da Gama hawatajwi. Yaani kina Vasco da Gama wanaonekana walileta dini huko, ila Waarabu ndio walileta kuja kuchukua watumwa, which is not true. Historia hii inapotoshwa. Aloanza kuja kuchukua watumwa na biashara ya utumwa Afrika Mashariki ni Vasco da Gama. Japokuwa ni biashara ambayo ilikuwa inaendelea Ulaya na nchi za Asia na nchi za Hijaz, ilikuwepo tangu na tangu, lakini mtume alikuja kuikomesha hii biashara na mtume alikuja kuondosha hii. Ndio maana unaona Bilali ni katika mmoja wa masahaba waliokombolewa kwa fedha nyingi, na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alimkomboa kwa fedha nyingi Bilali baada ya kuingia katika Uislamu, na akakataa kumkana bwana mtume Muhammad, akawa anapata adhabu kali na yule bwana wake aliyekuwa anammiliki. Ikafikia mahala Abu Bakari akatoa pesa nyingi kwenda kumgomboa Bilal ibn Rabah. Abu Bakari alitoa pesa nyingi kwenda kumgomboa Bilal ibn Rabah. Na toka hapo Bilal akawa yupo huru, bali mtume akamfanya kuwa ndio muadhini wake. Tazama hiyo vilonzo na maajabu. Mtume akamfanya Bilal kuwa ndio muadhini wake. Inafaradhishwa sala, muadhini wa kwanza mtume anamfanya kuwa ni Bilal ibn Rabah. Mtu mweusi. Kulikuwa na Waarabu, kulikuwa na watu ambao wana sauti nzuri, kuna watu ambao walikuwa na lafdhi nzuri ya Kiarabu. Ilifika mahala Bilali kuna baadhi ya matamshi ilikuwa hawezi kuyatamka. Kwa mfano kwenye lugha ya Kihabesh, na inasemekana Bilali alikuwa ni Mnubi. Yani wameathirika ile mother tongue, ile lugha yao ya asili ya Wahabeshi imewaharibu kiasi ambacho mpaka hawawezi kusema shini. Sisi Waswahili tunaweza kusema shini, Wahabeshi hawawezi kusema shini, wanasema sini. Kwa hiyo ukimwambia asema ashhadu an la ilaha illa Allah, hawezi, anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Bilali ilikuwa hawezi kusema ashhadu an la ilaha illa Allah kwenye adhana, ilikuwa hawezi, ilikuwa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Lakini mtume alimfanya hivyo kuwa muadhini wake. Kwa nini? Mtume alikuwa anatufundisha kwamba hakuna ubaguzi wa rangi, kwamba kwa kuwa huyu ni Mwarabu anatamka vizuri tukambagua huyu Bilali eti kwa kuwa ni mweusi au atamki vizuri Kiarabu. Mtume hapa alikuwa anaonyesha hakuna ubaguzi katika Uislamu. Siku moja niwapeni kisa. Bilali alikuwa akifanywa fitna kwenye ile nafasi ya uadhini, alikuwa akifanywa fitna na baadhi ya watu walikuwa wanaitaka ile nafasi. Siku moja Bilali akawa anaelekea msikitini kwenda kuadhini. Kuna sahaba mmoja akawa amemuwai Bilali, yeye akawahi kwenda kuadhini. Bilali anafika pale na kutaadhani na adhiniwa, basi Bilali akakaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa nyumba yake ipo karibuni na msikiti, alisikia adhana inaadhiniwa, akaingia wakasali. Baada ya kumaliza kusali, Jibril alayhi salam akashuka kwa mtume kumuuliza, hivi nyinyi mmesali leo sala ya dhuhuri? Mtume akamwambia naam, tumesali. Akamwambia tumezoea kusikia sisi wakazi wa mbinguni adhana ikiadhiniwa huko ardhini, sisi tunasikia, lakini leo hatujasikia. Mtume akaanza kuuliza, ni nani kaadhini leo? Akatokea mtu mmoja akasema, mimi nimeadhini. Mtume akasema, kwa nini hajaadhini Bilali? Bilali alikuwa amechelewa. Hali ya kuwa Bilali alikuwa hajachelewa. Jibril akamwambia Mtume, basi ndio maana tulikuwa tujasikia adhana, kwa sababu tunaisikia adhana ya Bilali ikiadhiniwa duniani. Kwa hiyo unaweza ukuona fadhila ya Bilal, ubora wa Bilali aliyokuwa nao, juu ya kwamba alikuwa mtu mweusi, lakini adhana yake ilikuwa inasikika mpaka mbinguni. Bali Bilali ndio mwanadamu ambaye alikuwa akitembea, ile miguu yake hashash, miguu yake zile hatua zake, ilikuwa akitembea duniani, ilikuwa anaonekana anatembea peponi. Kwa sababu mtume alipokuwa amekwenda katika safari yake Isra wal Mi'raj, alipokuwa amekwenda kutembelea katika pepo, anapitishwa katika pepo, katika moto. Alipokwenda peponi akawa anasikia miguu ya mtu anatembea. Akamuuliza Jibril, nani huyo? Akamwambia huyo ni Bilali, anatembea ardhini, miguu yake inatembea peponi.
Tazama, Bilal alikuwa ni mtu mweusi, lakini bado alikuwa ni mtu ambaye ana ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bali ni sahaba aliyepata fadhila kubwa kwa yale ambayo aliyokuwa anayafanya. Alikuwa ndio muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali ndio sahaba ambaye Bilal, mtu mweusi, ndio sahaba ambaye aliyekuwa mtume anamuota mara kwa mara. Yani ilikuwa mtume anamjia Bilali katika ndoto mara kwa mara. Unajua, baada ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutokea pale katika mji wa Madina, kuna baadhi ya masahaba waliondoka kwa huzuni tu ya kuhuzunika, sio kwa maana waliamua kuondoka, pengine huzuni yao ilikuwa ni kubwa. Yani kila wakikaa wanafikiria mtume, tulikuwa tunakaa naye hapa, mtume alikuwa akitufundisha hapa, mtume tulikuwa tukienda naye hivi. Kwa hiyo huzuni zao zilikuwa haziondoki katika mioyo. Kwa hiyo kuna wengine wakaamua kuhama. Ndio baadhi ya ulama wanasema hata sababu ya kifo cha Saiduna Abubakar haikuchukua muda mrefu baada ya kifo cha mtume, kwa sababu Abubakar alipata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Yani ile huzuni na mawazo juu ya kumwasa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Abubakar akapata ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa sababu ya mawazo. Ilikuwa nafika hatua Abubakar alikuwa anawaza mpaka ikawa nafikia hatua nyongo inatapika, na ilikuwa nafika mahala masahaba wanasimulia, wanasema harufu ya mdomo wake Abubakar ilikuwa inasikika kama vile maini yanaungua. Yani nyongo ilikuwa inatapika mpaka yale maini kama vile yanaungua, harufu ikawa inatoka mdomoni. Yale mawazo aliyokuwa nayo Abubakar Siddiq juu ya bwana mtume Muhammad. Haikuchukua muda mrefu akafariki. Bilali akaamua kuhama, akahamia Sham. Alipokuwa amekwenda Sham, Bilal akakaa kule, mtume akamjia katika ndoto kwamba mbona umenihama muda mrefu, hujaja kunizuru kwenye kaburi langu. Bilal anafunga safari, anatoka kule Sham, anakuja kumzuru mtume Madina. Anafika pale Madina, wajukuu wake mtume Hassan na Hussein wanamuomba Bilali apande kwenye kinara kwenda kuadhini. Bilali anakataa kuadhini. Wakamuomba tena Hassan na Hussein, akakubali Bilali kwenda kuadhini. Bilali anapanda kwenda kuadhini, mji mzima wa Madina ukaangua vilio. Watu wakaanza kutoka mashariki, magharibi, kila mmoja akawa anakuja analia. Wengine wanasema mtume kafufuka, kwa sababu wakaanza kuikumbuka sauti ya Bilal. Walikuwa wanajua Bilali akiadhini mtume anaingia msikitini. Sasa walipoisikia sauti ya Bilali wakawa wanajiuliza mtume kafufuka. Watu wakawa wanakuja, msikiti wa mtume ukajaa. Bilali alipokuwa ameona watu wamejaa msikitini, akashindwa kuendelea na adhana, kilio kwikwi mpaka anaanguka chini akiwa anamkumbuka bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni sahaba aliyepata sharafu kubwa juu ya rangi yake ya weusi, lakini mtume alimpa ubora mkubwa kuonyesha kwamba hakuna ubaguzi katika Uislamu. Ukiingia msikitini, mkienda kupanga safu, ukimkuta mtu anakubagua, anasogeza mguu, huyo bado imani yake haipo sawa sawa. Huyo mtu imani yake haipo sawa sawa. Na hili ninalisema, kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo katika misikiti. Kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo. Imamu anasema sawu sufufakum, i'tadilu, aqimu sufufakum, watu hadhu baina almanakib wal aqdam. Yani maana mabega kwa bega, ukimpelekea kidole anakuepesha, ukimpelekea bega hataki kugusana na Muislamu mwenzie. Ni nini ubaguzi uliokuwa umemjaa? Huyu mtu imani yake haipo sawa sawa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Ubora wa mtu unapimwa kwenye uchamungu. Wewe una uchamungu gani mpaka unafikia kiwango cha kumbagua mwenzio kwa rangi yake, kwa ukabila, kwa utaifa? Mimi taifa fulani ndio bora. Nani kasema Uislamu unazingatia hivyo? Kama ingelikuwa Uislamu unazingatia ubora wa kitaifa, Bilali asingekuwa muadhini wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama Uislamu ungekuwa unazingatia mimi mzawa sehemu fulani, Abubakar asingekuwa khalifa wa Uislamu, kwa sababu wale walihama kutoka Maka wakahamia Madina. Alihama kutoka Maka akahamia Madina, walikuwa ni wageni wale, walipokelewa na ndugu zao wa Madina. Lakini leo katika Uislamu kuna baadhi ya watu wanawabagua wenzao. Bwana, mimi wewe umekuja hapa Dar es Salaam, mimi Mzaramo, wewe umetoka huko Mnyamwezi, wewe hapa kuhusu. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu hausemi hivyo. Masahaba waliohama kutoka Maka wakahamia Madina walipendwa na ndugu zao, bali mtume alipoondoka wale wageni ndio walikuwa viongozi. Yuhibbuna man hajara ilaihim,
wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, waliwapenda ndugu zao, bali waliwapa vile ambavyo walivyokuwa navyo wao, waliwapa na hawakuona dhiki. Kwa hiyo asitokee mtu Mzaramo kazaliwa hapa akaona Mnyamwezi kaja, wewe Mnyamwezi umekuja hapa uwezi kuwa mtu fulani. Uislamu unakataza hivyo bwana, inna akramakum inda Allahi atqakum. Na asitokee mtu akaanza kujitakasa akajiona yeye ni bora. Mwenyezi Mungu anasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Asitokee mtu akajitakasa mimi ni bora kumshinda mwingine. Mwenyezi Mungu ndo anayejua hapa nani kati ya sisi ni mcha Mungu kumshinda mwingine. Mwenyezi Mungu ndo anajua katika hilo, kati ya sisi hapa ni nani kamshinda mwingine mcha Mungu, wala hakuna sababu ya kuweza kubaguana. Bali kulikuwa na sahaba alikuwa akitwa Suhaibu Ar-Rumi, alitoka Rome. Suhaibu Ar-Rumi alitoka Rome, alikuwa ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, katokea huko, lakini hakubaguliwa na masahaba. Lakini kulikuwa na sahaba alikuwa akitwa Wahshi. Wahshi, mnamfahamu yule Wahshi ambaye alimpiga mshale Hamza, ambaye ni ammi yake na Bwana Mtume Muhammad. Yule alikuwa ni mtu mweusi, na aliingia katika Uislamu, na Uislamu haukumbagua eti kwa kuwa labda alimuua Hamza au pengine alikuwa ni mtu mweusi, la. Bali leo inafika kiwango mtu anabaguliwa kwa sababu zamani alikuwa mlevi. Yaani kwa kuwa mtu kaanza kuswali juzi anaanza kubaguliwa. Wewe bwana si mrefu umeanza juzi bwana, anaanza kubaguliwa. Bwana hata wewe unaanza kuingia msikitini. Uislamu hautazami hivyo. Wahshi alimuua Hamza. Piga mshale, kauliwa Hamza. Na ilimuuma Mtume mpaka anaingia kaburini, lakini Uislamu haukumbagua Wahshi. Kwa nini? Uislamu unapinga ubaguzi. Bali kulikuwa na sahaba alikuwa akitwa Fairuz. Ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad. Alikuwa ni katika miongoni mwa watu waliotoka Yaman. Uislamu haukumbagua kwamba huyu katoka sehemu fulani. Uislamu haukumbagua. Kwa hiyo ukisoma katika historia, Uislamu umekuja kumkomboa mwanadamu juu ya ubaguzi. Dunia imejaa ubaguzi, lakini Uislamu umekuja kuelekeza ya kwamba hakuna ubaguzi katika Uislamu. Asija akabaguliwa mtu kwa rangi yake, asija akabaguliwa mtu kwa kabila lake, asija akabaguliwa mtu pengine kwa ukanda au kwa nchi aliyotokea. Hapana. Hii mipaka tuliowekewa ilikuwa ni fikra za watu kwa lengo la kututawala tu. Ndio lengo, hakuna kingine. Hizi nchi, mipaka tuliowekewa ni fikra za watu kututawala, kwamba kipande hiki kiishie hapa, hawa watatawaliwa na fulani. Kwani Berlin Conference ilikuwa inafundisha nini? Wewe Sheikh, Berlin Conference ilikuwa inafundisha nini? Berlin Conference mmesoma form ngapi? Mimi nakumbuka tumesoma darasa la 5 sura 6. Watu waligawana Sheikh haya maeneo, sio? Yaani hata hiyo Berlin Conference ya muijue historia nao inashindwa kwa nini? Berlin Conference watu waligawana maeneo. Watu walikaa wakagawana kwamba kipande hiki kitakuwa ni cha watu hawa, kipande hiki kitakuwa cha watu hawa, kipande hiki kitakuwa cha watu hawa. Kwa hiyo ni mipaka tu watu wameiweka kwa lengo la kuwatawala watu, lakini isifikie kiwango wa Afrika ya Kusini wakawabagua Wagana, wakawabagua Watanzania, au Watanzania wakawabagua watu wengine. Uislamu unakataza kitu kama hiko. Yuko mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Kathiri, alipokuwa anaelezea ile aya inayosema inna akramakum inda Allahi atqakum, yeye akasema la tatafadhalu bil ansabi wa innama bittaqwa. Yani watu isipelekee wakajifadhilisha kwa sababu ya nasaba. Uislamu umekataza kujifadhilisha, kujifanya bora kwa sababu mimi natokea ukoo fulani. Uislamu umekataza. Uislamu umekataza kujitia bora, mimi natokea kabila fulani. Uislamu umekataza. Yani isitokee mtu akajifadhilisha hivyo, mimi nasaba yangu ni nasaba fulani, watu watukufu, si machifu, si nani. Uislamu unakataza hivyo. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Tukienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sote tunakuwa katika daraja moja. Sote tunakuwa katika daraja moja.
Siku ya Kiyama watu hawahukumiwi kwa sababu huyu Mnyamwezi, huyu Mzaramo, huyu Msukuma, la, au huyu pengine Mwarabu, huyu Muhindi, huyu Mzungu, la. Siku ya Kiyama mtahukumiwa kila mmoja kwa matendo yake. Waqifuhum innahum mas'ulun. Mwenyezi Mungu anasema wasimamisheni hao, hakika leo ni wenye kuuliza. Sio Waarabu wasimamisheni hapa Waarabu, wasimamisheni hapa Waswahili, wasimamisheni hapa Wahindi. Waqifuhum innahum mas'ulun, maana yake wote tasimamishwa, tutaulizwa. Pale hakuna kubaguliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ukitaka kulijua hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amepinga ubaguzi, tazama katika ibada hija, waliokwenda kutekeleza ibada hija hivi karibuni, watu wakienda Mina yaumu tarwiya mwezi 8, wanakwenda kulala Mina, wote wanakwenda kulala chini. Hakuna huyu Mwarabu, huyu Muhindi alala juu ya kitanda, huyu pengine Mchina alala juu ya gorofa, hakuna. Wote sheria ni moja, wote wanalala chini. Mweusi, mweupe, mwekundu, rangi gani, wote. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha hikma ya kwamba wanadamu ni kitu kimoja. Wakitoka Arafa wakija kulala Muzdalifa, wanalala, hakuna mtu atama jamani mwekeni gorofa, mwekeni pale, hakuna cha gorofa, wote watalala chini. Ndio maana pale utamuona mtu raisi, utamuona mfalme, utamuona mbunge, utamuona mkuu wa wilaya, wote wanalala chini wakiwa wamevaa shuka mbili. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha hakuna mbora mbele yenu illa bitaqwa, illa yule ambaye atakayekuwa ni mcha Mungu ndiye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anawazungumzia wale watakao kwenda kwake, sio kwa sababu ya ukabila, sio kwa sababu ya cheo, sio kwa sababu ya rangi, illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye atakayekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana moyo uliokuwa, sio kwa sababu huyu Mwarabu, hapana, wala haikuwa hivyo, sio kwa sababu huyu pengine ni mweusi, biqalbin salim, kwa maana amekwenda hali ya kuwa ana moyo uliokuwa sawa sawa. Kwa hiyo binadamu waache ubaguzi wa kubaguana, watu waache ubaguzi wa kutazama huyu katoka mahala fulani, katoka mahala fulani, la, watu waache ubaguzi wa aina hiyo. Uislamu umekuja kukemea kitu kinaitwa ubaguzi, na wala haifai kumdharau mwanadamu katika hali ya aina yoyote ile. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yeye katika moja ya maneno yake aliwahi kusema, fa inna an-nasa, hakika ya watu, kulluhum min Adam, watu wote wametokana na Adam. Ibn Taymiyyah anasema hivyo, wa Adamu min turab, na Adamu ametokana na udongo. Wa innama la yatafadhaluna bittaqwa wal a'mali salihah, na hakika haiwezekani kujifakharisha watu. Wa innama yatafadhaluna bittaqwa wal a'mali salihah, hawezi mtu kujifakhiri kwa chochote isipokuwa kwa matendo yake mazuri na ule uchamungu wake aliyokuwa nao. Yani ubora wa mtu unapatikana kwa matendo yake mazuri na uchamungu wake aliyokuwa nao. Tukimuona mtu mchamungu, huyo ndio bora. Tukimuona mtu ana matendo mazuri zaidi, huyo ndio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio kwa sababu ya nasaba au kwa sababu ya kitu kingine chochote kile. Kitu kama hiko Uislamu umekuja kukataza. Hiyo kasumba imeenea mpaka kuna baadhi ya maeneo ukienda kuna misikiti watu wamegawana. Msikiti huu wa Makonde, msikiti huu bwana wa Wazaramo, msikiti huu bwana wa Matumbi. Yani imefikia kiwango mpaka misikiti watu wanagawana kimakabila. Uislamu haukuja kufadhilisha kabila ya mtu. Hakuna ubora wa Mwajemi wala Mwarabu ila bitaqwa. Hakuna ubora wa Mzaramo wala ubora wa Makonde ila bitaqwa. Lakini imefikia kiwango mpaka misikiti watu wanagawana. Msikiti huu bwana wenyewe hapa ni wa rangi. Yaani ukija hapa wewe Mzaramo uruhusi kuwa imamu hapa. Imefikia kiwango hiko. Kuna baadhi ya misikiti ukienda wewe kama sio Mnyamwezi huu imamu hapo. Nani kasema jamani habari hizi katika Uislamu? Ni nani kaleta habari hizi? Uislamu umekuja kukataza kuwabagua watu kikanda, kimakabila, kivyeo, vyote vile, usimbague mtu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya mwisho tumalize, anasema laisa minna, Mtume anasema sio katika sisi, man daa ila asabiyya,
yule ambaye ataanza kuita watu kwenye ukabila, yani anaanza kuwalingania watu kwenye ukabila, Mtume anasema sio katika sisi mtu huyo. Mtume anakukataa ikiwa unawaita watu bwana, si Wanyamwezi, si Wasukuma, si Wadigo. Mtume anawakataa, laisa minna man daa ila asabiyya, sio katika sisi yule ambaye analingania watu katika ukabila. Na Mtume akasema walaisa minna man qatala ala asabiyya, na sio katika sisi yule ambaye anapigana kwa sababu ya ukabila, sio katika sisi. Ukimwona mtu anapigana kwa sababu ya ukabila, ukienda kwa mfano Sudani, kuna machafuko sasa hivi hapo, wanapigana, kuna makabila yanapigana yenyewe kwa wenyewe. Uislamu unakataza kitu kama hiko, kwamba sio katika sisi yule ambaye anapigana anaua mtu kwa sababu ya ukabila. Uislamu unakataza. Mtume akasema walaisa minna man mata ala asabiyya, sio katika sisi yule ambaye atakufa kwa sababu ya ukabila, sio katika sisi yule ambaye atakufa kwa sababu ya ukabila. Yani umekwenda kufa kwa sababu unapigania ukabila, sio katika sisi. Kwa hiyo Mtume amekukataa ukienda kujifakhiri ukaanza kuwaita watu, nyinyi Wanyamwezi njoni mswali msikiti huu, nyinyi wa Makonde njoni. Mtume anasema sio katika sisi mtu huyo. Kwa hiyo neno ukabila halifai, kupigana kwa sababu ya ukabila haifai, kwenda kufa kwa sababu ya ukabila Uislamu unakataa. Na ukifa maana yake Mtume amekukataa, umekufa nje ya Uislamu. Yani ufe ukiwa unapigania Uislamu, usiende kufa ukiwa unapigania ukabila. Uislamu umekataza kitu kama hiki. Kwa hiyo dunia leo imejaa kila aina ya ubaguzi na mambo kama hayo yanaendelea. Ukienda katika baadhi ya misikiti katika mji huu wa Dar es Salaam, kuna misikiti ukienda unaanza kuangaliwa mara mbili. Wewe umefuata nini huu? Mji huu wa Dar es Salaam kama mjatembea na mjaona, kuna misikiti ukienda unatazama usoni mara mbili, katokea wapi huyu? Yani ukionekana wewe huyu wapi huyu? Na kuna baadhi ya watu misikiti yao pia wamejitenga. Yani wanaamini misikiti ile wanaswali watu wenye pesa tu. Nyie marofa misikiti ile tena msiende. Ukienda huyu katokea wapi huyu? Uislamu unakataza kuwanyanyapaa watu kwa kipato, kwa cheo, kwa rangi, kwa namna yote. Uislamu unakataza. Na ndio maana unaona katika moja ya falsafa Uislamu kuwataka watu wagusani miguu katika swala ni kuwaunganisha, kuunganisha nyoyo zao. Ndio lengo la Uislamu. Uislamu kugusana mabega, kugusana nyayo. Lengo au falsafa iliyokuwepo ni kuwaunganisha Waislamu wawe kitu kimoja. Kwa hiyo watu wasibaguane kwa hali yoyote, na wala Uislamu haujakuja kubagua watu kwa dini zao. Hili ndio la mwisho ninalowaeleza. Uislamu haujaja kumbagua mtu kwa dini yake. As long as hawakupigi vita, as long as hawakutoi katika nyumba yako, Uislamu unakutaka uishi vizuri hata na asiyekuwa Muislamu. Yani usije ukambagua mtu ukasema huyu Mkristo. Uislamu haujakutaka umbague hivyo, bali wewe kuwa mfano mwema kwa yule umlingania ingie katika Uislamu. Ndio maana unaona wale wasiokuwa Waislamu waliingia katika Uislamu kwa sababu ya akhlaki ya Bwana Mtume Muhammad. Yani Mtume alikuwa akiwalingania wale kivitendo, alikuwa anawaita wale kivitendo, na walimpenda Mtume kwa tabia zake, wakajikuta wanaingia katika Uislamu. Kwa hiyo wewe ukianza kueneza chuki kwa asiyekuwa Muislamu, unamfanya yule auchukie Uislamu. Kumbe ilipaswa wewe umlinganie yule aingie katika Uislamu. Ndio maana siku moja lilikuwa linapita jeneza la Yahudi mmoja, Mtume akawaamrisha masahaba wasimame. Waliposimama masahaba wakamwambia, lakini Mtume, innahu yahudiyu, yule ni Yahudi. Mtume akawaambia, alaisa nafsan, kwani ile sio nafsi? Ile sio nafsi mpaka mnasema yule Myahudi? Maana yake Mtume alikuwa anaonyesha yule ni mwanadamu, hata kama ni Myahudi tumesimama kwa ule ubora, ile sharafu ya wanadamu wake. Lakini pia Mtume akawa anahuzunika kwamba nafsi ile imeondoka hali ya kuwa imemponyoka, haikuingia katika Uislamu. Kwa hiyo maana yake usimdharau mtu kwa sababu ya dini yake, bali unaweza kumlingania akaingia katika Uislamu. Uislamu pia unapinga ubaguzi wa kumbagua mtu kwa dini yake, na vile vile asitoke mtu akambagua Muislamu kwamba kwa kuwa huyu ni Muislamu basi abaguliwe. Uislamu unapinga kitu kama hiko, bali ikitokea mtu anakubagua na wewe mbague. Ikitokea mtu anakupiga vita kwa sababu dini yako, na wewe mpige vita.
Ikitokea mtu anakutoa kwenye nyumba yako kwa sababu ya dini yako, na wewe mtoe katika nyumba yake. Yaani Uislamu unataka hivyo, lakini kinyume na hapo usimfanyie madhara yule ambaye sio katika dini yako. Kwa hiyo Uislamu pia unakataa kumbagua mtu katika dini yake. Uislamu unakataa kitu kama hivyo. Bali leo unaanza kuona kuna baadhi ya watu wanaanza kubagua watu wengine. Huyu mtu fulani, huyu Muislamu, huyu hivi, huyu hivi. La, sisi kama Waislamu hatumbagui mtu kwa dini yake. Uislamu unakataza. Ndio maana unakuta katika moja ya hadithi Mtume akasema, ittaqu da'watal madhlum, ogopeni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Ogopeni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Mtu aliyedhulumiwa hapa Mtume hakumtaja kuwa ni Muislamu. Hata asiyekuwa Muislamu ogopa dua yake. Ukimdhulumu mtu ambaye sio Muislamu, akanyanyua mikono yake, Mungu yule yule unayemwamini wewe anajibu dua yake yule, kwa sababu umemdhulumu. Yule yule ambaye unayemwabudu wewe, yule sio Muislamu, akanyanyua mikono, Mwenyezi Mungu nakuachia wewe, dua yake yule Mwenyezi Mungu anaipokea. Mwenyezi Mungu hakubali dua za watu madhalim. Lakini dua ya mtu aliyedhulumiwa na Muislamu, umemdhulumu, akinyanyua mikono yake, Mungu nakuachia wewe, ujue umepata hasara. Maanake vita yake utapambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata asiyekuwa Muislamu hatakiwi kudhulumiwa. Usije ukamdhulumu mtu eti kwa kuwa sio Muislamu. Uislamu unakataza kitu kama hiko. Na Mtume aliwapokea Wakristo kutoka Najran. Wale manasara walikuja kwa Mtume Madina, Najran. Walipokuja ukafika muda wao wa kuabudu, Mtume akawaekea eneo la kuabudia. Umeona Mtume hekima yake ilivyo? Mtume akawapa eneo la kuabudia, ingieni humu muabudu. Wale Wakristo wakaingia, wakaenda kutoka na jirani, walikuja kumtembelea Mtume. Walikuja kwa malengo ya kutaka kujua habari ya Uislamu. Mtume akamwambia, "Mtaka kusali? Ingieni humu msali." Akawapa eneo, akawa wanasali. Uislamu haukukataza hivyo. Haukukataza hivyo. Mtume alikuwa anawaunganisha wale wasiokuwa Waislamu kwa hekima kubwa mpaka wanaingia katika Uislamu. Someni katika ile historia ya tajdidul Kaaba. Wakati al-Kaaba Makuraish wanaijenga upya, walipokuwa wametoa Hajar al-Aswad, baadaye wakati wa kwenda kulirudisha Hajar al-Aswad, kila mmoja akawa anapigana vita kutaka yeye ndo arudishe kwa sababu ya sharafu ya ukabila. Makuraish wanataka wao, si Banu nani wanataka wao, si Banu nani, kila kabila wanataka lenyewe ndo likaweke Hajar al-Aswad. Wakaweka sharti, wakasema atakayekuwa wa kwanza kuingia mahala hapa ndio atakayeweka Hajar al-Aswad. Watu wakakaa wakatazama nani atakuwa wa kwanza kuingia pale katika eneo la Kaaba, akawa ni Bwana Mtume Muhammad. Lakini Mtume baada ya kuingia wa kwanza, yeye hakwenda kuweka yeye jiwe, akachukua kitambaa kisha akaweka lile jiwe, akaita makabila yote, kabila fulani, kabila fulani, kabila fulani, njoeni, shika kengo hiyo, shika upande huo, shika upande huo. Wakabeba jiwe lile mpaka kwenye eneo la Hajar al-Aswad. Walipofika pale, Mtume akachukua akaliweka lile jiwe. Kwa hiyo Mtume akawaunganisha. Hawakuwa Waislamu, lakini Mtume aliwaunganisha. Kwa hiyo Uislamu unakataza hata dhana ya kuwabagua watu ambao sio Waislamu, ikiwa hawawapigi vita katika majumba yenu au katika ibada zenu au katika mambo yenu. Kwa hiyo dhana nzima ya ubaguzi katika Uislamu imekatazwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usimbague mtu kwa sababu wewe ni Mpemba. Umeelewa bwana? Wewe usimbague mtu kwa sababu ni Mpemba. Wewe ni Mpemba au kwa sababu wewe Mzanzibari au kwa sababu wewe Mnyamwezi, sio kambagua mtu. Au wewe Mweusi unambagua mweupe. Usifanye kitu hiko. Uislamu unakataza, na ukimbagua mtu maana yake Mtume anakutoa katika Uislamu. Mtume anasema laisa minna, sio katika sisi. Ndiye ambaye anajifakhiri katika ukabila, sio katika sisi. Inshallah tuadhini. Baada ya adhana tumetembelewa na ndugu yangu al-akhi al-fadhil Sheikh Mawinda.